Binafsi hauniridhishi. Naona hamasa sio kubwa hivyo ukilinganisha kwa mfano na mashindano ya kombe la dunia ya Qatar. Mm. Mashindano ya mwaka huu yanajumuisha timu 48, mechi 104, na Mm. ile nguvu ya kuweza kuunganisha ulimwengu sioni hivyo. Ni kwa sababu ya mtafaruku ambao unashuhudiwa kila kukicha kuelekea mechi ya ufunguzi. Saumu, Tulizungumzia kisa hiki cha kutoshiriki michuano hii kwa mwamuzi maarufu kutoka Somalia, Omar Atan, na Somalia imelalamika sana kwa kunyimwa visa. Kuna matukio mengine kadhaa ambayo pia yanajadiliwa kwa ujumla wake na mashabiki, hasa kuhusu ubaguzi. Unapata hisia gani ya mwelekeo wa itakavyoendeshwa michuano hii? jinsi mabadiliko ya sera za nchi mwenyeji yanaweza kuathiri moja kwa moja shughuli na maandalizi mazima ya mashindano ya haiba kubwa kama kombe la dunia. Imani ya mashabiki kwa mtazamo wangu naona inaweza kuvurugika, na katika mwelekeo wa utawala na usimamizi wa soka la kimataifa huenda kukawa na mparaganyiko na tukashuhudia matukio ambayo ni ya mabishano uwanjani. Kama kwa mfano mwamuzi wa kati atakuwa amepitisha maamuzi ambayo sio sahihi, sio ya haki, na tukaona wachezaji pengine wakilalamika na pengine hata kutoka uwanjani kama ilivyotokea wakati wa Morocco na Senegal wakati wa AFCON. Gianni Infantino yeye anaamini kwamba kombe hili la dunia litakuwa ni babu kubwa, Charo. Maanake anasema litakuwa ni kombe litakalounganisha watu wote, haijawahi kutokea. Na wengi kwenye mitandao wanahisi ni tofauti na hivyo kabisa. Charo, unadhani FIFA inaweza kujutia kuandaa michuano hii kwenye mataifa haya na hasa Marekani? Kwa hapa ambapo tumefikia, nafikiri kauli ya Infantino kwamba yatakuwa mashindano babu kubwa, yeye anatazama upande wa mafanikio ya kifedha. Timu 48, mechi 104, bila shaka FIFA itapata fedha nyingi sana, na kutakuwa na mafanikio makubwa upande huo. Lakini kile kinachoendelea sasa hivi, namuona Infantino ameingia kwenye kikango cha moto. Mafuta yanaanza sasa polepole kutokota na yatamchoma. Na moto huu chini kuna makaa ambayo yanawaka, na akijaribu kuruka juu anakutana na droni zisizo na rubani zile. Ni malalamiko ya mashabiki pamoja na wachambuzi wa soka kumkosoa yeye pamoja na FIFA kwa kile ambacho amekifanya kupeleka mashindano haya nchini Marekani, ambako sasa hivi tunaona changamoto kwamba mashabiki wengi hawajaruhusiwa kuingia na maafisa hawajaruhusiwa kuingia.